haki yako ya kumiliki. Ni lazima uwe na haki ndipo umiliki hicho. Haki ndiyo inayotoa mwongozo wa nini umiliki na kikae wapi. Ndiyo inayotoa mwongozo na mpangilio wa chochote unachotakiwa kukimiliki kikae vipi katika mpangilio upi. Ni nani anayotoa haki ya umiliki? Ni nani anayekupa haki ya wewe kumiliki? Yote hayo yanapatikana katika video hii kutoka kwa Andrew ninayezungumza kuhusu uwepo sehemu ya 12. Ni nani anayekupa haki ya kumiliki? Kwa kuwa haki ndio kitu pekee, kinachokupa umiliki. Lakini swali la kujiuliza, ni nani anayekupa haki ya kumiliki? Kipi kinachokupa haki ya kumiliki? Nini kilichobeba haki ya umiliki wako? Kwa kuwa kinachokupa haki ndicho kilichobeba haki ya umiliki wako. Kinachokupa haki ya kumiliki ndicho kilichobeba haki ya umiliki wako. Kwa kitu cha kwanza cha kujua ni nani anayekupa haki ya umiliki. Nini kinachokupa haki ya umiliki? Kwa kuwa haki ndiyo iliyo muhimu zaidi katika umiliki wako. Ndiyo inayopangilia utajiri wako ukae wapi, mafanikio yako yawe vipi, ule lini, uishi vipi, ujenge vipi, ukutane na nani, uoe nani, usiolewe na nani, biashara yako ipate wateja kiasi gani na isipate kiasi gani, na kwa nini? Ni haki ndio inapangilia. Lakini kitu muhimu zaidi kinachokupa haki hiyo ni nini? Nani anayekupa haki hiyo? Aliyeibeba haki hiyo ni muhimu zaidi, kwa kuwa ndiye atakayepangilia wewe uwaje, wewe uwe vipi, wewe ukutane na nani, wewe ukae vipi, wewe uishi vipi, wewe umiliki nini, na unachokimiliki kikae wapi, na unachokimiliki kikae umbali gani na wewe, unachokimiliki kikae katika mpangilio upi. Kwa kuwa kitu cha kutambua ni kwamba katika jinsi ya uwepo wako hapo ulipo, unayo haki ya kumiliki chochote kile kilichopo. Yoyote yule aliyopo, unayo haki ya kumiliki.
katika mpangilio upi? Haki hiyo ndio inapangilia hicho unachokimiliki. Chochote unachokimiliki kikae wapi, umbali gani na wewe, kwa mpangilio upi, kwa usahihi upi? Haki ndio inaopangilia. Ndio katika taifa hilo una haki ya kumiliki chochote katika taifa hilo. Katika familia hiyo, kwa mume huyo, kwa mke huyo, kwa watoto hao, katika ofisi hiyo, kwenye mtaa huo, kwenye biashara hiyo, kwenye chochote kile kilichopo, unayo haki ya kumiliki. Ni haki yako kukimiliki chochote kile kilichopo, lakini ni katika mpangilio upi? Kinachotengeneza mpangilio ni kile kilichokupa haki ya kumiliki. Kinachotengeneza mpangilio ni kile kilichokupa haki ya kumiliki. Mpangilio wa chochote kile unachotakika kukimiliki, wa chochote kile unachokimiliki, wa uwepo wa chochote unachokimiliki kikae wapi, kwa mfumo upi, ili kisiwe na madhara kwako. Ni kile kilichokupa haki ya kumiliki. Ndio, una haki ya kumiliki kila kitu kilichopo, kinachoonekana, kisichoonekana, roho, mwili, kilichopita, kinachokuja na kilichopo. Una haki ya kukimiliki, lakini ni katika mpangilio upi ambao hautakiumiza chochote wala hautakuumiza katika usawa kamili, ambao utakuwa ni starehesho kwako. Ni upi? Ndio, una haki ya kumiliki uponyaji, muujiza, utajiri, mafanikio, viungo, kila kitu kilichopo una haki ya kukimiliki, lakini ni katika mpangilio upi? Kilichokupa haki ndicho kinachotoa mpangilio wa haki hiyo, kwamba mali zikae wapi na wewe, utajiri ukae wapi na wewe, mke wa aina gani uwe naye, mume wa aina gani uwe nawe, uponyaji ukae vipi na wewe. Kinachotoa mpangilio huo ni kinachokupa haki, ni kile kilichokupa haki wewe. Na ndio maana ni muhimu kujua ni nini kinachokupa haki halisi. Narudia tena, ni muhimu kujua ni nini kinachokupa haki halisi, ambayo itayofanya
Ipangilie chochote unachokimiliki kwa usahihi. Ipangilie vyote unavyovimiliki kwa usahihi. Ndio inajulikana kwamba unamiliki vitu vyote katika taifa hilo. Una haki ya kumiliki chochote kilicho katika taifa hilo. Una haki ya kumiliki kilichopo katika familia hiyo. Una haki ya kumiliki kilichopo katika ndoa hiyo. Una haki ya kumiliki kilichopo katika mume huyo. Una haki ya kumiliki chochote kilichopo, yoyote aliyopo katika uwepo huo ulionao. Una haki, ila ni katika mpangilio upi ulio sahihi, ili usilete mkanganyiko. Kilicho cha kwenye mguu kikaja kichwani, kilicho cha mkono kikaenda kwenye mguu. Hiyo inategemea na kilichokupa haki ya umiliki. Kilichokupa haki ya umiliki ndicho kinachopangilia, kilichotoa mpangilio wa vyote unavyovimiliki vikae vipi, visikuumize wala kuviumiza, vikae vipi kwa haki, kwa usawa, pasipo mwingiliano. Na bila shaka hakuna kingine chochote kinachokupa haki ya umiliki isipokuwa uwepo wako. Narudia tena hapa, hakuna yoyote au chochote kingine kinachokupa wewe haki ya mpangilio wa umiliki wa unavyovimiliki isipokuwa uwepo wako wewe mwenyewe. Uwepo wako ndio unaokupa mpangilio, ndio haki inayopangilia umiliki wa kila kitu kilichopo, wa kila kimoja kilichopo, kikae vipi, kiishi vipi na wewe katika mpangilio upi. Koko, hakuna shuhuda mwingine wa uwepo wako isipokuwa uwepo wako wewe mwenyewe. Kwa hiyo hakuna mwingine wa kukushuhudia kwamba wewe haki yako, mpangilio wa haki yako unatakiwa uwe hivi, uwe hivi, uwe hivi. Hakuna. Kwamba kwa jinsi ulivyo wewe unatakiwa upate kile, ule kile, ufanye kile na ufanye kile. Yule akae kule, yule akae kule na yule akae kule. Jua likae umbali gani na wewe, mvua inyeshe kiwango gani na wewe, isipokuwa uwepo wako ndio uliobeba mpangilio wa haki halisi, haki kamili ya nini kikae wapi na wewe, nini unachokimiliki kikae wapi, katika mpangilio upi. Uwepo wako ndio uliokupa haki ya kumiliki. Narudia, uwepo wako katika jinsi na jina lako hilo ndio uliokupa haki ya kumiliki.
na unamiliki chochote kile, yoyote yule aliyopo, pasipo kujalisha anaonekana au haonekani, aliyepita, aliyopo na ajao, ni mwili, ni roho, ni yoyote yule, ni chochote kile katika jinsi ya uwepo wake, haijalishi, bali chochote kile, yoyote yule ni juu ya umiliki wako. Hiyo haipingiki katika familia hiyo, haipingiki. Chochote kile katika familia hiyo unakimiliki, katika taifa hilo unamiliki, katika uwepo wote ule uliopo unakimiliki, katika dunia ni unakimiliki, ni cha umiliki wako, hakipingiki hicho. Ndio maana hicho sio shaka kuhusu ni nini unavyomiliki. Uwepo wako huu umeshakupa haki ya kumiliki kila kitu. Na kwa kuwa uwepo wako ndio unayekupa haki ya kumiliki, uwepo huu ndio unaopangilia chochote kile unachokimiliki kikae vipi, chakula gani kiwe na wewe, fedha kiasi gani vikusogelee hapo, mke yupi awe wako, mume yupi awe wako, watoto wapi wazaliwe, kiwango gani na kiasi gani, uponyaji ukae vipi na wewe, muujiza upi ukusogelee, ni uwepo ulionao. Kwa hiyo jambo la msingi ulijue kwamba kinachokupa haki ya kumiliki ni uwepo wako, na kilichokupa haki ya kumiliki ndicho kinachopangilia nani akae wapi na nani asikae wapi. Ndio kinachokupa haki ya kumiliki ni uwepo wako, na uwepo wako ndio ulio na haki, ndio ulio haki ya kupangilia nani awe wapi, nani akae na wewe, baba akae wapi, mke akae wapi, mume akae wapi, watoto akae wapi, utajiri uwe vipi, mafanikio yawe vipi. Ni huo uwepo wako. Hakuna mwingine wa kuja wa kusema leo nimepangilia mvua inyeshe vipi kwako. Hakuna. Jua linyeshe vipi kwako, muujiza uje kiasi gani kwako. Hakuna. Hakuna mwingine aliyeshuhuda wa kukushuhudia wewe jinsi ulivyo, ila uwepo wako wewe ndio ushuhuda kamili. Mwingine atakushuhudia umekufa, hutakiwi kumiliki vile, lakini shuhuda wa kifo chako ni wewe mwenyewe, kwa kuwa popote pale bado upo na una haki ya kumiliki katika mpangilio wa uwepo huo, wa jinsi ulipo katika muonekano huo. Umepokea haki ya uwepo wako, umepokea haki ya uwepo wako katika mpangilio wa jinsi unavyotakika. Muujiza wako umepokea, muujiza wa uwepo wako umepokea, mafanikio ya uwepo wako umepokea, utajiri wa uwepo wako. Hakuna chochote cha kuzuia haki ya uwepo wako, kwa kuwa uwepo wako ndio uliokupa haki, ndio unaokupa haki, na ndio unaopangilia haki ya vyote unavyomiliki vikae wapi kwa usawa.
ndio unaopangilia haki ya vyote unavyovimiliki, ya vyote vilivyopo, vikae vipi na wewe kwa usawa. Hakuna kuchukua haki yako kuanzia sasa. Hakuna kuchepusha haki yako kuanzia sasa, bali vyote vilivyo vya haki yako halisi vinamiminika hapo, kwa kuwa kilichokupa haki yako wewe ya umiliki ni uwepo wako, na huo uwepo wako ndio pekee unaopangilia. Kwa hiyo hakuna mwingine wa kuja kukwambia leo wewe utakula kile haki hautaki kula, atazuia kile kisije na kile kije. Hakuna, isipokuwa uwepo wako pekee ndio utapangilia nini kisije, nini kije, nini kikae wapi, nini kikae wapi, nini kiishi wapi, nini kikusogelee, jinsi ya uwepo wako. Kwa hiyo popote pale ulipo, unayo haki ya kumiliki kila kitu kilichopo, na kinachokupa haki ya kumiliki kila kitu kilichopo si kingine chochote, bali ni uwepo huo wako ulio nao kwa jinsi na jina lako, ndio unakupa haki ya kumiliki kila kitu. Na mpangilio wa vyote unavyovimiliki unapangiliwa sawasawa na kilichokupa haki ya umiliki, ikimaanisha uwepo wako huu ndio unapangilia haki au vyote unavyovimiliki kwa haki. Narudia hapa, uwepo wako huu ndio unaopangilia vyote unavyovimiliki kwa haki, kwamba mvua inyeshe kiasi gani hapo ulipo, jua liwake kiasi gani hapo ulipo, mume, mke, mtoto, fedha, mali na kila kimoja kiwe kwa kiwango gani, kwa mpangilio upi, hapo popote pale ulipo. Kama vile katika nyumba yako vyombo vyako vinavyopangilia maji kiasi gani yakae katika ndoo, yasizidi na wala kupungua, ndivyo ilivyo kinachokupa haki, yani uwepo wako unavyopangilia kwamba nini kikae wapi na nini kikae wapi kwa haki. Kwa hiyo popote pale ulipo, na kilicho haki yako ya kukimiliki ni chochote kile kilichopo, na kilichokupa haki ya kukimiliki chochote kile kilichopo, pasipo kujalisha wapi kipo ni nini, kilichopo, kilichopita na kijacho, kinachoonekana na kisichoonekana, ni katika roho, ni katika mwili, au katika jinsi ya uwepo wote ule, ni huo uwepo wako. Na kinachotoa haki ya chochote kile unachokimiliki ni huu uwepo wako, ndio unaopangilia nani akae wapi, nani awe wapi, akae wapi na wewe, ukutane na nani, na nani akae vipi na wewe, muujiza ukae vipi na wewe, mafanikio yakae vipi na wewe, utajiri ukae vipi na wewe, mafanikio yakae vipi na wewe, uponyaji ukae vipi na wewe, watoto, uzazi, kizazi, viungo vyako, moyo, figo na kila kitu kikae vipi na wewe. Ni jinsi hiyo ya huo uwepo wako huo ndio unaotoa haki kamili ya mpangilio wa kila kitu. Tambua, hata muujiza unalia ukae vipi
na wewe, unakutaka wewe, utajiri unakutaka wewe, mafanikio yanakutaka wewe, mume anakutaka wewe, mke anakutaka wewe, mzazi anakutaka wewe, chochote kinakutaka wewe. Kinachotakika ni mpangilio wa haki, na unatoa mpangilio wa haki unaofanya chochote kilizike, kisiwe katika madhara, kiwe katika mpangilio. Na pumziko moja la starehe moja ni huu uwepo wako. Kwa hiyo leo ujue na unijue kwamba nini kinachokupa haki ni uwepo wako, na una haki ya kumiliki nini ni vyote vilivyopo. Kwa hiyo hakuna chochote unachokitafuta zaidi, kwamba ni nini ni hakuna chochote unachokitafuta zaidi cha kukuongezea haki zaidi. Uwepo wako umetosha wa kukupa haki, na kufanya vyote kilichobaki ni kukiweka katika mpangilio, na kinachoweka katika mpangilio vyote hivyo ni huo uwepo wako. Na ndio maana hata sasa haijalishi uko wapi, umepokea pumziko la haki ya uwepo wako, utajiri wa haki yako, mafanikio ya haki yako, uponyaji wa haki yako, ikimaanisha muujiza wa uwepo wako, mafanikio ya uwepo wako, utajiri wa uwepo wako, mke wa uwepo wako, mume wa uwepo wako, viungo vya uwepo wako, yaani vya jinsi vile wewe ulivyo umepokea. Nimalizie kwa kusema kwamba popote pale ulipo, wewe ni taasisi. Na kuhusu jinsi hiyo, kwa nini wewe ni taasisi, usikose katika masomo, kila somo linaloendelea. Ila zaidi niseme kwamba popote pale ulipo, unayo haki ya kumiliki, na haki ya kumiliki inatokana na yule aliyekupa haki, na yule aliyekupa haki ya kumiliki ni huo uwepo wako. Yule aliyekupa haki ya kumiliki ni huo uwepo wako, na kufanya chochote kile kilichopo una haki ya kukimiliki, kwenye familia, kwenye taifa, kwenye dini, kwenye dhehebu, kwenye dunia, kwenye mbingu, yaani kwenye uwepo huo uliopo popote pale ulipo. Na chochote unachokimiliki, kukimiliki kwa haki sawa sawa na mpangilio wa kile kilichokupa haki, yaani uwepo wako huo, na kufanya popote pale ulipo kuanzia sasa, chochote kile unaanza kukimiliki kwa haki, kwa kuipokea haki yako halisi ya umiliki huu ambao sasa umeipata. Umepokea pumziko la uwepo wako, umepokea utajiri la uwepo wako, umepokea haki halisi ya uwepo wako, na imekuwa wako.